Alipojua kuwa mumewe anakwenda kuoa mke wa pili, mke wa kwanza alijawa na ghadhabu na mara moja akatuma watu wake kumteka nyara binti wa mke huyo wa pili. Walichimba shimo nyikani, na baada ya wanaume hao kumleta msichana huyo, walijiandaa kumzika akiwa hai. Kabla ya msichana huyo kufa, alimuuliza mke wa kwanza kwa nini anataka auawe. Mke wa kwanza alimwambia kuwa ikiwa kuna mtu wa kulaumiwa basi ni mama yake, na akasema anatumai atakuwa na maisha bora wakati ujao. Mke wa kwanza alichukua chuki yake yote kwa mke wa pili na kuimwaga kwa binti huyo. Alimpiga mara kadhaa kwa kulipiza kisasi, mpaka msichana huyo akapoteza fahamu na kutupwa shimoni. Baada ya kumfunika kwa majani, walijaza shimo kwa udongo. Mke wa kwanza alikuwa amerejea nyumbani na mtumishi wake, wakati mke wa pili alipofika nyumbani hapo. Ingawa hakuwa amewaona watekaji nyara vizuri, alijua mara moja kuwa mke wa kwanza ndiye aliyekuwa nyuma ya tukio hilo. Alitaka kujua binti yake alikuwa amepelekwa wapi. Mke wa kwanza alikanusha kila kitu, kama vile alivyokanusha kilichompata mwana wa Mingo-he miaka mingi iliyopita. Sasa hatima ya binti huyo ilikuwa haijulikani, na mke wa kwanza bado alikataa kuzungumza. Ili kuokoa binti yake, Me-oh-he hakuwa na chaguo lingine ila kufichua ukweli kuhusu yaliyopita. Ilibainika kuwa binti wa Emohe alikuwa binti wa kibiolojia wa mke wa kwanza. Miaka 18 mapema, baada ya mke wa kwanza kusababisha mwana wa Emohe kupoteza maisha, Emohe alimchukua binti wa mke wa kwanza kama kulipiza kisasi. Wakati huo, mdogo wake Emohe alikuwa pia amejifungua binti, lakini alisingiziwa na maadui na kutupwa mtoni. Hivyo Emohe alimchukua binti wa mdogo wake pia. Siku hiyo, Emohe alimbeba binti wa mdogo wake kwenda mjini kununua dawa, na mke wa kwanza alidhani kimakosa kuwa mtoto huyo alikuwa binti yake mwenyewe. Akamlea msichana asiye wake kwa miaka 18. Kovu kwenye shingo yake lilikuwa uthibitisho, lilikuwa limeachwa na mkunga wakati msichana huyo alipozaliwa. Mke wa kwanza alipogundua kuwa msichana aliyekuwa amemzika hivi punde alikuwa binti yake mwenyewe, alikimbia kuelekea nyikani mara moja na familia nzima ilianza kuchimba haraka. Kwa bahati nzuri walifika kwa wakati. Baada ya shao huwa kuchimbuliwa, alizinduka tena. Ma-wei alimbeba binti yake mara moja hadi chumbani, lakini shao huwa alimtambua tu Mo-he, aliyemlea kwa miaka 18 kama mama yake, na akahisi chuki kubwa kuelekea mama yake mzazi, mke wa kwanza. Yule binti mdogo aliyekuwa amelelewa na mke wa kwanza naye alijua ukweli, kwamba mama yake halisi alikuwa mdogo wake Mo-he. Akimtazama mwanamke huyu aliyekuwa amefunikwa na udongo, binti huyo hakuamini kuwa huyu ndiye mama yake halisi. Kwa kushindwa kukubaliana na ukweli, alitoroka nyumbani. Familia ilimtafuta usiku kucha, lakini hawakumpata. Siku chache baadaye, aliishia kuwa ombaomba mtaani, akila makombo yoyote aliyopata. Baada ya familia kumpata, hakutaka kumkubali mke wa kwanza kama mama yake. Badala yake, alitaka Emohe mwenye moyo mwema awe mama yake. Na vivyo hivyo, Shaohua pia alikataa kumkubali mke wa kwanza kama mama yake. Mke wa kwanza alivunjika moyo, hakuna hata mmoja wa binti hao wawili aliyemkubali. Aliruka juu na kumkamata Emohe kwa nywele na kujaribu kumvuta chini naye. Kabla ya yoyote kuitikia, alimkata Emohe shingoni kwa kisu. Mke wa kwanza aliganda papo hapo, ilikuwa mara yake ya kwanza kumdhuru mtu kwa mikono yake mwenyewe. Baada ya kuangusha kisu, alitoroka eneo la tukio. Emohe alianguka chini akiwa hana fahamu. Familia ilienda hekaluni kuchoma uvumba na kuomba, wakitumaini Emohe angepona. Kwa baraka za familia yake, Mo-he alishonwa shingo yake siku iliyofuata na kunusurika kwenye janga hilo. Ma-wei alitaka kwa dhati kumrudisha Mo-he nyumbani kama mke wa pili, lakini Mo-he alikuwa ameshaiona dunia na kuamua kuwa mtawa. Hakutaka tena sehemu yoyote ya upendo au chuki ya kidunia. Alimkabidhi Shaohua kwa bwana mdogo Chen na kukubali binti yake aolewe naye. Ingawa Ma-wei alijua binti huyo hakuwa wa kumzaa, bado aliamua kumwacha abaki kama binti wa familia hiyo, na Shaohua na binti huyo wakawa dada. Mwezi mmoja baadaye, Mo-he akawa mtawa rasmi hekaluni, huku mke wa kwanza akizurura mitaani akiwa amechanganyikiwa, akiona maono ya watu aliowahi kuwadhuru. Wakati huo, afisa wa polisi alipita na kujaribu kumsaidia, lakini alimnyang'anya bunduki na kumpiga risasi ya kufa, kisha akaanza kuwafyatulia risasi wapita njia wasio na hatia. Kwa mkondo wa ajabu wa hatima, alikimbia mpaka hekaluni ambako alikuta familia ya Ma-he ikiagana na Mo-he. Ma-wei aliona mke wa kwanza amepoteza akili alipomwelekezea bunduki kichwani, kisha Mo-he akatoka kwenye umati
na kumsihi mke wa kwanza aache vurugu na kurejea, lakini mke wa kwanza hakusikiliza na hata alijaribu kumpiga risasi Mohe. Mawei alikimbia mbele kukamata bunduki na kukinga pipa kwa mwili wake. Mke wa kwanza alifyatua risasi ghafla na kukatisha maisha ya mumewe kwa mikono yake mwenyewe. Kabla ya kufa, Mawei aligeuza bunduki kuelekea kwa mke wa kwanza na kufyatua risasi. Kwa milio miwili ya risasi, mume na mke walianguka chini wakiwa wamekumbatiana, na miaka 18 ya uchungu hatimaye ikafika tamati. Mke wa kwanza alikumbuka nyakati nzuri zaidi alizoshiriki na Mawei tangu walipopendana mara ya kwanza walipokutana, hadi furaha na huzuni zote baada ya ndoa. Yote yalionekana kama ni jana tu. Mawei alikuwa amevunja nadhiri yake ya ndoa kwa sababu ya tamaa zake, na mke wa kwanza alikuwa amesababisha vifo vya watu wengi wasio na hatia kwa sababu ya njaa yake ya kulipiza kisasi. Mwisho wa wote wawili ulikuwa umeshaandikwa tangu zamani, lakini kitu kimoja ambacho mke wa kwanza hakuwahi kujuta ni kumuoa Mawei na kuwa mke wake. Kosa lao ni kwamba walishindwa kuitunza ndoa yao. Kabla ya kufa, mke wa kwanza alitumaini Shaohua angemuita mama, na Shaohua alitimiza ombi lake la mwisho. Kwa kumuita mama, mke wa kwanza alimuomba radhi Mohe, akisema hakuwa amekusudia mwanawe apoteze maisha wakati huo, ilitokea alipoteleza na kuanguka ngazi. Waliokufa hawawezi kurudi, na Mohe alimsamehe mke wa kwanza. Mwishowe, Mawei alimshika mkono mke wa kwanza, na mume na mke walivuka kwenda akhera pamoja.